usinunue ardhi au kipande chochote cha ardhi kwa kutumia mfumo usio wa kiutaratibu. Sio unatoka hapa na kuambia mtu twende kule bana, mimi na matatizo na mgonjwa nyumbani, ardhi yangu nauza, tena nauza bei rahisi $200,000 tu. Ukapelekea kwenda kutoa $200,000, ukapelekea unafuu wako, kumbe unaenda kununua mgogoro. Usikubali. Akuonyeshe anamilikije hicho kieneo. Nenda kajiridhishe ofisi ya ardhi wilaya, yafikishie kama huyo mtu anamiliki hilo eneo, ndio baadaye uendelee. Usinunue ardhi kinyemela. Changamoto iliyokuwepo wa Tanzania wengi tunapenda unafuu, uharaka, pia bila kwenda sisi wenyewe tunanunua kwa kutumia madalali. Hatima yake tunaenda kununua ardhi bila kuhusisha ofisi ya ardhi wala ya mkuu wa wilaya. Alafu baadaye ukigundua kwa umepigwa, ndio unaenda kwa mkuu wa wilaya, bwana mimi nimenunua ardhi kule, kumbe ardhi sio. Hapana, tuhusishe pia kwenye mchakato huo, tukuokoe na fedha yako uliyoitunza kwa ajili ya kununua asset ya ardhi. Usitapeliwe. Hatutaki kuzalisha migogoro mipya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Iliyokuwepo tunataka tuitatue kwa uharaka, na tunahakikisha lengo hili katika malengo manne. Lengo hili la kutoa hati, tunataka mtu yoyote Tanzania hii mwenye kumiliki ardhi hawe na hati ya kumiliki eneo hilo. Hiyo ndio lengo letu. Itafika muda tatangaza tena kumtafuta nani ambaye hana hati. Tukisema hakuna, maana yake tumeshatekeleza hili jambo. Sawa jamani?